Ya usalama wa ndani Dr. Raymond Omollo amehakiki kuwa serikali ya kitaifa itahakikisha kuwa ripoti ya NADCO inatekelezwa ipasavyo, akiwaahidi waathiriwa wa maandamano kwamba watapata fidia kulingana na mapendekezo ya ripoti hiyo. Aidha, ameonya viongozi wanaopinga utekelezaji huu, akiwataka kutohitilafiana na zoezi hilo. Waathiriwa wa maandamano nchini wanapongoja kupata fidia baada ya matukio hayo. Katibu katika Wizara wa Usalama wa Ndani Dr. Raymond Omollo amejitokeza na kuhakikishia familia hizi kuwa watapata fidia, akibaini kuwa serikali ya kitaifa inahakikisha kuwa ripoti hii ya NADCO inatekelezwa. And that is why, as one of you and as a person who works in the administration of President Ruto, that under the broad-based arrangement we have every intention of implementing the 10-point agenda, including compensation of victims or to victims who have lost their lives, to their families, and the matters are in court. We will prosecute it, we will make our case. Aidha, ametoa onyo kwa wanaopinga utekelezaji wa ripoti ya NADCO, ikiwemo fidia kwa waathiriwa hawa, akisema kuwa hii ni njama ya kuhitilafiana na utekelezaji wa ripoti hii. There is the issue on human rights, and it beats me at some point when this important committee is following up on some of these issues, because back in the days we have had instances where we have lost people fighting for human rights, and one of the recommendations was that these people need to be compensated, those who lost their limbs, those who lost loved ones. But then there are some Kenyans who don't think this is supposed to happen. They have gone to court and now compensation cannot happen. And we still have some leaders, people who call themselves self-leaders, clapping for those characters. I want to call out anyone who is against the implementation of the 10-point agenda, including the compensation of victims, as an enemy, not just of the people of Mbewa and Homa Bay, but an enemy of Kenyans. And we must call them out for what it is. Kando na hayo, amepigia upato serikali ya kitaifa kwa kutekeleza baadhi ya vipengee katika ripoti hii ya NADCO, ikiwemo kujumuisha Wakenya wote, akibaini kuwa serikali ya kitaifa imehakikishia kuwa kila Mkenya anajumuishwa kwenye mambo yanayomhusu, ikiwemo bima ya afya ya SHA. The 10-point agenda talks about inclusivity. That's the first time in the history of this country the President, Dr. William Ruto, is developing every part of this country. When we talk about the Gor Mahia Ring Road, when we talk about the markets that are being done in Homa Bay County, when we talk about the hospitals, when we talk about universal healthcare, it is not just happening in Homa Bay County. It's happening in Mombasa, it's happening in Meru, it's happening in Garissa, it's happening in Kwale. Each and every corner of this country, there is something that is happening. And that is how to develop and build a cohesive country. Mary Kyalo, Undugu TV.